hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi minne. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la Kampuni ya Ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023/2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani asilimia 86 au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe yakusanywe na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha na shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa asilimia 20 na kuongezeka kwa gharama kwa asilimia 46. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza Shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Aidha, Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania, ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO, ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha wa 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni 6 kutoka TANESCO, ambapo shilingi bilioni 4 zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo,
na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mheshimiwa Rais, uwekezaji usio na tija kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Mnamo mwaka 2005, TANESCO iliweka shilingi milioni 31.8 kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited, ikimiliki 10% ya hisa. Kwa zaidi ya miaka 17, hakuna gawio lililopatikana na kampuni imekuwa ikipata hasara mfululizo, kwa maana kampuni ya East Africa Cables imekuwa ikideclare loss miaka yote hiyo. Lakini mwaka 2017, TANESCO ililipa kampuni hiyo shilingi bilioni 6.74 kama malipo ya awali ya vifaa, lakini hadi Novemba 2024, miaka 7 baadaye, hakuna kifaa kilichowasilishwa, huku mkataba wa dhamana ya benki vikiwa vimeisha muda wake. Hali hii inaleta hatari ya kupoteza fedha hizo kwa maana ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, TANESCO inashauriwa kufanya tathmini ya uwekezaji huu na ichukue hatua za haraka kudai malipo ya awali ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, madeni ya TANESCO kwa IPTL na urejeshwaji wa fedha za Tegeta Escrow. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22, pamoja na mgogoro kuhusu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi 2022. Kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024, IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022, zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile, serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 371.42. Mashirika 12 kati ya 217 yaliyokaguliwa yalibainika kutumia rasilimali fedha kwa matumizi yasiyoleta thamani kwa taasisi. Matumizi haya yalitokana na riba na faini za ucheleweshaji wa kulipa kodi, michango ya pensheni na makato ya kisheria, ucheleweshaji wa malipo kwa wazabuni na wakandarasi, na malipo ya mashirika kwa watumishi walisimamishwa kazi kwa muda mrefu bila kibali cha Katibu Mkuu Utumishi. Malipo yasiyo halali shilingi bilioni 6.75. Mheshimiwa Rais, mashirika 10 yalifanya malipo kinyume na taratibu, ikiwa ni pamoja na malipo kwa watumishi waliostaafu na kuondoka kazini, posho na mishahara kwa watumishi waliokaimu bila kibali na malipo kwa kandarasi zaidi ya kazi halisi iliyofanyika. Mheshimiwa Rais, hivyo napendekeza kwa serikali iongeze udhibiti wa fedha na malipo ili kuhakikisha malipo yanalingana na thamani ya huduma zilizotolewa na kurejesha fedha zilizotolewa kwa matumizi yasiyostahili. Madeni ya taasisi za umma shilingi trilioni 7.23. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2024, taasisi 278 za umma zilikuwa na madeni yasiyolipwa kwa zaidi ya miezi 12 yaliyofikia jumla ya shilingi trilioni 7.23.
Hali hii imetokana na uhaba wa fedha, ucheleweshaji wa fedha kutoka serikalini, pamoja na utendaji hafifu wa biashara za taasisi husika. Kati ya deni hilo, taasisi za mashirika ya umma zinadaiwa shilingi trilioni 3.7 na taasisi za serikali kuu zinadaiwa shilingi trilioni 3.52. Madeni hayo yanajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 71.47 ikiwa ni gharama za riba kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa kandarasi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali harakisha utoaji wa fedha kwa wakati kwa taasisi husika ili kupunguza madeni. Taasisi zibuni mikakati madhubuti ya usimamizi wa fedha ili kuzuia ongezeko la madeni. Aidha, mashauriano kati ya taasisi na wadaiwa wakuu yafanyike ili kuweka mpango wa kulipa madeni kwa awamu, kuepuka gharama zisizo za lazima zikiwemo riba. Mheshimiwa Rais, madeni ya watumishi wa umma shilingi bilioni 311.98. Ukaguzi umebaini watumishi wa umma katika taasisi 269 wanadai jumla ya shilingi bilioni 311.98 zikihusisha mishahara, gharama za usafiri wa mizigo kwa staafu na marupurupu ya kisheria kwa viongozi wa idara pamoja na watumishi wengine. Katika madeni haya, serikali kuu inadaiwa shilingi bilioni 274.8, mamlaka serikali za mitaa zinadaiwa shilingi bilioni 24.54 na mashirika ya umma yanadaiwa shilingi bilioni 12.64. Napendekeza serikali kupitia TAMISEMI na hazina kuhakikisha bajeti inatengwa na fedha zinatolewa kwa wakati ili kulipa madai haya, kuzuia malimbikizo zaidi. Utendaji wa benki za serikali. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha uliishia tarehe 31 Disemba 2024, benki zote 4 za serikali zilipata faida. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, benki hizi bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiutendaji kama ifuatavyo: upungufu wa mitaji benki ya maendeleo ya TIB. Benki ya maendeleo ya TIB haijakidhi matakwa ya kisheria ya kuwa na mtaji wa angalau shilingi bilioni 200. Hadi kufikia Disemba 2024, benki ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 87 tu, ikiwa ni pungufu kwa shilingi bilioni 113. Zaidi ya hayo, benki hiyo inadai shilingi bilioni 37 kutoka kwa msajili wa hazina tangu mwaka 2019, kiasi ambacho hakijalipwa hadi kufikia Machi 2025. Aidha, benki ilikuwa na madeni yaliyoiva ya shilingi bilioni 183 dhidi ya mali halisi pungufu kwa shilingi bilioni 2.84. Riba ya madeni imeongezeka kwa asilimia 39 ndani ya mwaka mmoja. Hali hii ni hatarishi na ikiendelea inaweza kusababisha benki kupoteza sifa ya kisheria ya kujiendesha na kuhitaji usimamizi maalum kutoka Benki Kuu. Hasara endelevu na mtaji hasi kampuni ya TIB Rasilimali. Kampuni tanzu ya TIB, yaani TIB Rasilimali, imekuwa ikipata hasara kwa zaidi ya miaka 5 mfululizo. Mwaka wa 2024 ilipata hasara ya shilingi milioni 540 na kufikisha jumla ya hasara ya shilingi bilioni 3.63 kufikia Disemba 2024. Kampuni ilikuwa na mtaji hasi wa shilingi bilioni 1.25 ambapo madeni yalizidi mali zote. Hali hii inaonyesha kuwa kampuni ipo kwenye hatari ya kufilisika na kushindwa kabisa kujiendesha. Sababu kuu ni ukosefu wa mtaji na mabadiliko yasiyo na tija ya aina ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, usimamizi duni wa mikopo na dhamana katika benki za TIB na TCB. Ukaguzi umebaini kuwa benki hizi mbili zimekumbwa na mapungufu ya usimamizi wa mikopo. Katika benki ya maendeleo ya TIB, mikopo ya shilingi bilioni 209 ilitolewa kwa dhamana zenye thamani ya shilingi bilioni 52 pekee, tofauti ya shilingi bilioni 157. Aidha, mikopo ya shilingi bilioni 20 haikuwa na bima. Benki ya biashara haikuwa na ripoti za uthamini wa mikopo 31 kati ya sampuli ya mikopo 51 yenye thamani ya shilingi bilioni 24.93. Vile vile, mikopo 13 yenye dhamana ya shilingi bilioni 47.14 haikuhakikiwa ipasavyo ili kuthibitisha uwepo wa uhalali wa dhamana hizo. Mapungufu haya yanaongeza hatari ya mikopo chechefu na kuathiri uendelevu wa benki hizi. Napendekeza kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau husika itengeneze mwongozo wa kimkakati wa kuboresha uimara wa kifedha na usimamizi wa benki za serikali. Utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii.
hatari ya kutorejeshwa kwa mkopo wa shilingi bilioni 27.61 uliotolewa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, mwaka 2007 Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii kwa sekta binafsi ulitoa mkopo wa shilingi bilioni 15.91 kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya ujenzi wa Machinga Complex. Ilitoa mkopo huo bila kufuata masharti ya mkataba, ikiwemo upatikanaji wa dhamana ya serikali na hati miliki ya ardhi. Hadi kufikia Juni 2024, mkopo na riba imefikia shilingi bilioni 27.61, lakini halmashauri ilikuwa imerejesha shilingi milioni 80 tu tangu mwaka 2009 bila mpango wa ulipaji. Kutokuwepo kwa dhamana, hati miliki na mpango wa ulipaji kunahatarisha urejeshwaji wa mkopo huo kwenye taasisi ya NSSF. Mheshimiwa Rais, uwekezaji wa shilingi bilioni 161.53 usiozalisha faida. PSSSF imewekeza shilingi bilioni 161.53 katika vitega uchumi 8 ambavyo havijazalisha faida kwa kipindi cha miaka 7. Hii inakiuka mwongozo wa Benki Kuu unaotaka kila uwekezaji uzalishe faida inayozidi amana ya serikali. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya na sekta ya afya. Mafanikio endelevu mfuko wa bima ya afya. Mheshimiwa Rais, uendelevu wa kifedha mfuko wa bima ya afya umeimarika mwaka 2023-2024 baada ya kupata faida ya shilingi bilioni 75.51 ikilinganishwa na hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 200 katika miaka miwili iliyotangulia. Hii imetokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha mfuko huu. Mheshimiwa Rais, pamoja na juhudi hizo za serikali, ukaguzi wangu umebaini changamoto kadhaa zinazokabili mfuko kama ifuatavyo: ongezeko la madai ya hospitali yaliyokataliwa na madhara kwa ukwasi. Mfuko ulikataa madai ya jumla ya shilingi bilioni 11.23 kutoka hospitali ya taifa Muhimbili na Muhimbili Mloganzila, sawa na 16% ya madai yote yaliyowasilishwa kutoka hospitali za rufaa, mikoa na ngazi za wilaya. Madai hayo yalikataliwa kutokana na makosa ya bei, dozi, bidhaa zisizo sahihi na ada zisizotakiwa. Hali hii imeathiri ukwasi wa hospitali hizo kwa kupunguza mapato yaliyotarajiwa. Mheshimiwa Rais, ni vema NHIF na watoa huduma kukaa pamoja na kutatua changamoto hizi kwa sababu zimekuwa zikijirudia. Ucheleweshaji wa malipo watoa huduma kwa athari ya utoaji wa huduma. Licha matakwa ya kisheria kwa madai kwamba madai yalipwe ndani ya siku 60, asilimia 55 ya madai 58,937 yaliyofikia shilingi bilioni 416.08 yalicheleweshwa kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Ucheleweshaji huu ulitokana na uhaba wa fedha unaochangiwa na ucheleweshaji wa michango ya kila mwezi kwa mfuko. Hali hii huathiri watoa huduma, husababisha changamoto za kifedha na kushuka kwa ubora wa huduma. Mheshimiwa Rais, vifaa vya matibabu vya shilingi bilioni 3.85 havikutumika kwa sababu za kiufundi na miundombinu. Vifaa vya matibabu vyenye thamani ya shilingi bilioni 3.85 katika vituo vya afya 25 havikutumika kutokana na ukosefu wa wataalamu, majengo yasiyokamilika na ukosefu wa mafunzo na ukosefu wa vitendanishi. Vifaa 65 katika hospitali 6 ikiwemo mashine ya X-ray havijatumika kwa zaidi ya miaka miwili kwa sababu ya miundombinu isiyokamilika. Kutotumika kwa vifaa hivi kunasababisha hasara kwa serikali na kuchakaa kwa rasilimali kabla ya kutumika. Napendekeza Wizara ya Afya na mamlaka za serikali za mitaa zitatue changamoto zilizopo na kuviingiza vifaa hivi kwenye mpango wa matumizi ili kuhakikisha vinatoa huduma iliyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, upande wa sekta ya afya pia nimebaini kuwa dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshaji wa matumizi na kutotekelezwa kwa utaratibu kutotekelezwa kwa taratibu za kisheria za uondoaji wa dawa zilizokwisha muda wake, yaani muda wa matumizi katika serikali kuu, mashirika ya umma na mamlaka ya serikali za mitaa. Sababu kubwa za hali hii ni utaratibu mrefu wa kupata kibali cha kisheria cha kuondoa dawa zilizokwisha muda wake.
ununuzi wa dawa kwa wingi bila kufanya tathmini ya mahitaji halisi, na kutofuata taratibu za upangaji wa dawa utoaji wa dawa kwa mtindo wa first in first out, kwa maana FIFO. Hii inaongeza gharama za kuhifadhi dawa zilizopitwa na wakati na hatari kwa usalama wa watumiaji. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali kupitia Wizara ya Afya iharakishe mchakato wa kuondoa dawa zilizokwisha muda wake kwa mujibu wa sheria na miongozo. Mheshimiwa Rais, miradi ya barabara, ujenzi wa barabara. Udhaifu katika uhakiki wa mkataba uliosababisha hasara ya shilingi bilioni 13.72. Mheshimiwa Rais, Wakala wa Barabara Tanzania ilisaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 38.36 mnamo Desemba 2022 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji barabara ya Ibanda Kajunjumele kilomita 22. Mkataba huu uliingiwa baada ya wataalamu wa TANROADS kwenda Uturuki kufanya due diligence na kujiridhisha kwamba mkandarasi alikuwa na uwezo wa kutekeleza kazi hiyo. Hata hivyo, utekelezaji wa mradi ulikumbwa na changamoto na ikabainika kwamba wakati wa kuwasilisha tenda, mkandarasi alikuwa amewasilisha nyaraka za kugushi ikiwemo taarifa za uongo kuhusu miradi aliyowahi kukamilisha. Mkandarasi pia aliwasilisha dhamana ya utendaji na dhamana ya malipo kutoka benki ya nchini Azerbaijan ambayo ilimwezesha mkandarasi kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 3.72 kama malipo ya awali. Benki hiyo kwa sasa imefilisiwa na haina uwezo wa kulipa fedha za malipo ya awali ambazo TANROADS inadai. Kufuatia ukiukaji huo, TANROADS ilisitisha mkataba mnamo Mei 2024 na kuanzisha taratibu za kurejesha fedha, yaani shilingi bilioni 13.72, ikiwa ni madai kwa mkandarasi kushindwa kutekeleza mkataba, ikiwemo sehemu ya fedha za malipo ya awali ya shilingi bilioni 3.29, dhamana utendaji wa kazi shilingi bilioni 3.84 na thamani ya kazi ambazo zilikuwa hazijakamilika za shilingi bilioni 6.559. Hata hivyo, mkandarasi amepinga madai hayo na shauri hilo limepelekwa kwenye usuluhishi. Hii, Mheshimiwa Rais, ni kwamba awali walienda wakafanya due diligence, wakasema mkandarasi ana uwezo wa kutekeleza kazi, lakini walivyositisha mkataba kwenda kufanya due diligence ya pili, ikaonekana nyaraka alizowasilisha mkandarasi hasa za kuonyesha kwamba ana uwezo ni za uongo, ni za kugushi, na benki ambayo ilikuwa imetoa dhamana inafilisiwa. Mheshimiwa Rais, napendekeza TANROADS inapaswa kuimarisha uhakiki wa kandarasi wa kigeni ili kuepusha matatizo kama haya siku zijazo. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi vifanye uchunguzi kubaini kama kuna jinai, kwa kuwa due diligence ya kwanza ilionyesha kuwa mkandarasi alitimiza vigezo vyote, ili hali uhakiki wa pili ulibaini kwamba mkandarasi aliwasilisha nyaraka za kugushi. Mheshimiwa Rais, ucheleweshaji wa malipo ya fidia kwa waliopisha miradi shilingi bilioni 70.90. Serikali inadaiwa shilingi bilioni 7.90 kama fidia kwa wananchi waliopisha miradi ya maendeleo, licha ya masharti ya kisheria yanayotaka malipo haya yafanyike ndani ya miezi 6. Ni vyema serikali ikawalipa fidia mapema wanaodai ili kuepuka riba inayoweza kudaiwa kwa ucheleweshaji wa malipo hayo. Usimamizi wa mali za serikali. Ucheleweshaji wa uhamisho wa mali kwenda ATCL. Mheshimiwa Rais, baada ya shirika lililoanzishwa kusimamia mali na madeni ya kampuni ya ndege Tanzania ATC ya zamani iliyojulikana kama Air Tanzania Holding Corporation kumaliza kazi yake, mali zilizosalia zilipaswa kuhamishiwa Air Tanzania Company Limited, kampuni mpya iliyoundwa. Hata hivyo, mali zikijumuisha viwanja na nyumba 7 kati ya 9 hazijahamishwa rasmi kwenda Air Tanzania. Kati ya mali hizo 3 bado zinashikiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje bila kukamilishwa kwa mchakato wa kuhamishwa, huku mali 4 zikikosa nyaraka za mauzo au hati rasmi za uhamisho wa umiliki. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha usimamizi wa mali za umma, napendekeza msajili wa hazina kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na ATCL kuhakikisha uhamisho wa mali unakamilishwa kwa wakati, nyaraka zote za umiliki zinapatikana na taarifa za mali hizo zinaingizwa kikamilifu kwenye rekodi za ATCL na nyaraka zinawasilishwa kwangu kwa ajili ya uhakiki. Mheshimiwa Rais, uhamisho wa mali za Sisalana Tanzania Limited.
Kumekuwepo na ucheleweshaji wa uhamisho wa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 3.59 kutoka kampuni ya Katani Tanzania Limited kwenda Sisalana Tanzania Limited. Ucheleweshaji huu unahatarisha umiliki wa kisheria wa mali hizo na kuweka Sisalana katika hatari ya kuingia kwenye migogoro ya kisheria na wadai wa kampuni ya Katani Limited. Sababu kuu ya hali hii ni kutokamilika kwa mchakato wa kisheria wa uhamisho wa mali hizo. Jambo hili linadhoofisha usalama wa mali na kuathiri udhibiti wa kiutendaji wa kampuni husika. Ili kuondoa hili, Mheshimiwa Rais, na kuhakikisha ulinzi wa kisheria wa mali za kampuni, napendekeza Katani Limited, Sisalana Limited na mamlaka husika zikamilishe mara moja utaratibu wa uhamisho wa mali ukijumuisha maandalizi ya nyaraka zote za kisheria na usajili wa miliki kwa mujibu wa sheria. Ucheleweshaji wa uhamisho wa mali ya mgodi wa Tulawaka. Mheshimiwa Rais, mnamo Novemba 2013, kampuni ya Pangea na ABG walikubaliana na STAMICO kuhamisha mgodi wa Tulawaka wenye thamani ya shilingi bilioni 22.42 kwenda kampuni ya STAMIGOLD. Hata hivyo, hadi tarehe 30 Juni 2024, mali hizo bado zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la Pangea kutokana na kutokamilika kwa hati ya kutokuwa na deni la kodi kwa maana tax clearance kutoka TRA. Ucheleweshaji huu unahatarisha upotevu wa mali kwa sababu mali bado ziko kwenye jina la kampuni hii ambayo ilikuwa inatakiwa kuhamisha mali kwenda STAMIGOLD. Napendekeza serikali iharakishe uhamishaji wa mali hizo na ifuatilie upatikanaji wa hati ya kutokuwa na deni la kodi ili kukamilisha usajili rasmi kwa jina la STAMIGOLD. Hii ni kwamba kwanza kodi, inawezekana kodi haikulipwa ndio maana hakupata tax clearance, lakini mali bado zinabaki kwa kampuni ya Pangea ambao haziko kwenye jina la STAMIGOLD. Kwa hiyo kwa umiliki kisheria bado ziko kwenye ile kampuni. Mheshimiwa Rais, athari ya kutoweka masharti ya kulinda haki za kisheria katika marekebisho ya sheria ya madini na maliasili. Mheshimiwa Rais, marekebisho ya sheria ya madini na sheria za maliasili za mwaka 2017 hayakujumuisha masharti ya kulinda haki zilizokuwepo chini ya sheria ya madini ya mwaka 2010. Hali hiyo ilisababisha kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya serikali katika mahakama za kimataifa, mahakama ya uwekezaji wa kimataifa ECD. Hii imepelekea serikali kulipa fidia shilingi bilioni 74.88 kwa kampuni ya Winshare Gold Corporation. Aidha, serikali bado inakabiliwa na mashauri yanayoendelea yenye madai ya jumla ya dola za Marekani milioni 159.4, ikiwa ni pamoja na kesi ya Nachingwea Nickel dola milioni 90 na Montero Mining dola 69.4. Changamoto katika utekelezaji wa mradi wa Kawe 711 na madai ya shilingi bilioni 49.40. Mheshimiwa Rais, mradi wa ujenzi wa nyumba wa 711 katika eneo la Kawe unaotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa kwa maana National Housing Corporation ulizinduliwa mwaka 2014 kwa gharama ya shilingi bilioni 105.11. Hata hivyo, mradi huo ulisitishwa mwaka 2018 baada ya kufikia asilimia 25 ya utekelezaji kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa mkandarasi. Mnamo mwaka 2022, baada ya National Housing kulipa baadhi ya madeni ya awali, mkandarasi aliwasilisha madai ya nyongeza ya shilingi bilioni 49.09. Madai haya yalihusisha gharama za ucheleweshaji, mabadiliko ya kazi na athari za mfumuko wa bei. Bodi ya wakurugenzi wa National Housing iliridhia madai hayo mnamo Desemba 2023 na hivyo kuongeza gharama za mradi kwa asilimia 47. Ili kuepuka changamoto kama hizi katika miradi ya baadaye, National Housing inapaswa kuhakikisha upatikanaji wa uhakika wa fedha kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi. Miradi ya ubia iliyosimama kwa miaka 11 hadi 27 bila kukamilika. Ukaguzi umebaini kuwa miradi 24 ya ubia iliyoanzishwa na Shirika la Nyumba la Taifa National Housing Corporation imekwama kuanzia miaka 11 hadi miaka 27. Licha ya kwamba mikataba yake ya awali ilihitaji iwe imekamilika ndani ya miaka 2 hadi 3. Pamoja na changamoto hizi, National Housing ilisaini mikataba mingine 20 ya ubia katika mwaka wa fedha 2023-2024. Hatua inaongeza idadi ya miradi ambayo haijazalisha faida wala kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Usimamizi usioridhisha utekelezaji wa miradi hii umesababisha rasilimali za shirika ikiwemo ardhi, majengo na fedha kuzuiwa katika miradi ambayo haichangii mapato. Hali hii inahatarisha ukuaji endelevu wa shirika na kuathiri matumizi bora ya mali zake. Mheshimiwa Rais, ili kukabiliana na hali hii, National Housing inapaswa kuandaa mkakati madhubuti
wa kukamilisha miradi iliyokwama ama kwa kuitekeleza yenyewe au kwa kuwawajibisha wabia ili waendeleze ujenzi. Aidha, mikataba ya ubia ijayo inapaswa kuwa na masharti mahususi ya kuwabana wabia wasiotekeleza majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia ya hasara inayopatikana kutokana na ucheleweshaji huo. Mheshimiwa Rais, sekta ya maji. Katika mwaka wa fedha wa 2023/2024, sekta ya maji ilikumbwa na changamoto ya upotevu wa maji unaoathiri mapato ya serikali. Ufanisi wa huduma na uendelevu wa miradi ya maji mjini na vijijini. Jumla maji yenye thamani ya shilingi bilioni 193.01 yalipotea bila kuzalisha mapato kutokana na uvujaji, miundombinu chakavu na usimamizi hafifu wa huduma. Upotevu wa maji unaathiri moja kwa moja mapato ya mamlaka husika, kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kupunguza uwezo wa kupanua huduma za maji nchini. Serikali ifanye tathmini ya kina ya hali ya miundombinu ya maji na ichukue hatua madhubuti za kuboresha usimamizi na udhibiti wa uvujaji wa maji, kupunguza upotevu wa maji. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa balozi. Katika mwaka wa fedha 2023/2024, balozi 43 za Tanzania ziliidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 161.01. Lakini hadi kufika mwisho wa mwaka zilitolewa shilingi bilioni 149.89 sawa na 92%. Na zilitolewa kwa kuchelewa kwa wastani wa mwezi mmoja kwa kila malipo. Ucheleweshaji huu uliathiri utekelezaji majukumu muhimu ya balozi kama kulipa kodi, ada za shule, gharama za uendeshaji na posho. Mfano, balozi wa Tanzania Beijing ulilipa faini ya shilingi milioni 42.39 kutokana na kuchelewa kwa fedha kutoka wizarani. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza serikali itengeneze mpango madhubuti wa kutenga na kulinda fedha zinazopangwa kwa ajili ya balozi zetu, kwa maana ring fenced, ili kuhakikisha zinapewa kipaumbele na kutolewa kwa wakati. Utoaji wa fedha kwa wakati ni muhimu kwa kudumisha utoaji bora wa huduma za kidiplomasia na kuhifadhi taswira ya nchi yetu kimataifa huko nje. Mheshimiwa Rais, mifuko ya uwezeshaji. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024, serikali ilikuwa na jumla ya mifuko 59 inayosimamiwa na wizara, serikali za mitaa na mamlaka za udhibiti na mashirika ya umma. Ukaguzi umebaini kuwa baadhi ya mifuko hii majukumu yake yanafanana, hali inayosababisha kujirudia kwa kazi, ongezeko la gharama za kiutawala na changamoto katika usimamizi wa fedha. Mifano ya mifuko hiyo ni mfuko wa wanawake na vijana ulioko wizara na ulioko mamlaka ya serikali za mitaa, na kuna mfuko wa maendeleo ya vijana huko ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, ili kuongeza ufanisi, usimamizi wa fedha na uwajibikaji, napendekeza serikali kwanza kuunganisha mifuko yenye majukumu yanayofanana ili kupunguza gharama za kiutawala na kuongeza ufanisi wa usimamizi wa fedha. Pili, jukumu la uratibu na kusimamia mifuko yote ya uwezeshaji lingefanywa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji wa Kiuchumi Wananchi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa ufanisi. Nimebaini kuwa vivuko 32 vinavyomilikiwa na TEMESA havikukidhi matakwa ya kiusalama majini. Vivuko hivi havikuwa na vyeti vya usalama majini kwa maana seaworthiness certificates, na pia baadhi ya vivuko havikusajiliwa na Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania. Kutokana na vyeti vya usalama majini, kutokuwa na vyeti vya usalama majini kunamaanisha kuwa vivuko hivyo havikidhi vigezo vya kiusalama vinavyotakiwa kwa vyombo vya majini ili viweze kusafiri bila matatizo. Mheshimiwa Rais, ufuatiliaji hafifu wa ubora wa dawa za tiba asili. Katika ukaguzi wa ufanisi kuhusu udhibiti wa tiba asili na tiba mbadala, nimebaini kuwa Baraza la Tiba Asili na Mbadala TAHPC halina mfumo endelevu wa ufuatiliaji wa ubora wa dawa za tiba asili. Tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2023, ukaguzi wa dawa kwenye soko umefanyika mara 2 pekee, ikiwa mbali na mapendekezo ya mwongozo wa Shirika la Afya Duniani unaosisitiza usimamizi wa mara kwa mara wa dawa za tiba za asili. Kukosekana kwa ufuatiliaji thabiti kumesababisha dawa nyingi kuuzwa bila kufanyiwa upimaji wa ubora na usajili rasmi. Hali hii inaongeza hatari ya afya kwa umma. Waganga wengi hawajasajili dawa zao kutokana na gharama kubwa za usajili na kukosekana kwa uelewa kuhusu mchakato wa kuthibitisha ubora wa dawa zao.
Hitimisho. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha wasilisho langu, naomba nikushukuru tena kwa kutenga muda wako ili kupokea taarifa hizi. Pia nimshukuru Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano wake mkubwa anaotoa kwa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi pamoja na kamati zake zote. Niwashukuru makatibu wakuu na wakuu wote wa taasisi za umma kwa ushirikiano wao wakati wote wa kutekeleza jukumu hili la kikatiba la ukaguzi wa umma. Niwashukuru na kuwapongeza watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kujituma kwa hali ya juu pamoja na changamoto zetu za kimaslahi ambazo najua Mheshimiwa Rais unazifahamu na kuna ahadi ya kuzishughulikia. Mheshimiwa Rais, mwisho japo sio kwa umuhimu, nipongeze na kuishukuru familia yangu ikiongozwa na mke wangu Melinda kwa kunipa moyo na kunivumilia wakati natekeleza majukumu haya ya kikatiba. Nimpongeze binti yangu Charlene Robi kwa kuwa leo ni siku yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa Rais, niwatakie nyote mfungo mwema wa Ramadhani na Kwaresma, lakini pia niwatakie sikukuu njema za Idi na Pasaka. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha na kukabidhi ripoti zifuatazo. Kwanza, ripoti ya ukaguzi Serikali Kuu, ripoti ya ukaguzi Ofisi ya Rais TAMISEMI Tawala za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa, ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ufuatiliaji wa maendeleo ya ukaguzi wa ufanisi na ripoti 14 zinazohusu ukaguzi wa ufanisi katika sekta mbalimbali. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Makofi mengi kwa mdhibiti.